Yes, ni makao makuu ya klabu ya Young Africans Jangwani, na hapa nilipo ni eneo ambalo ilielezwa kwamba wananchi watajenga uwanja wao hapa wa kisasa kabisa. Na leo wananchi wametangaza utambulisho wa mchezaji mkubwa kutokea barani Afrika ambaye kwa maelezo ya meneja habari na mawasiliano ni kwamba siku ya kesho mchezaji huyo anakwenda kutambulishwa katika uwanja wa KMC Complex saa 10. Yaani wakati timu inacheza Luangwa, wengine wako huku KMC kwa ajili ya kulishuhudia chama lao. Na kitu cha special ni kwamba rais wa klabu hiyo Engineer Hersi hatakuwepo Lindi, na hii imekuwa ni nadra sana kumshuhudia rais Engineer Hersi anakuwa mbali na timu yake. Sasa kesho Hersi na viongozi wengine wa Young Africans wanakutana sehemu moja tu KMC Complex kwa ajili ya kumtambulisha water player mwingine, na huyu inaelezwa ni water player wa mwisho. Kwa maelezo ya meneja habari Alikamo ni kwamba watu wengi mchezaji huyu hawamfahamu, sio yule ambaye mmekuwa mkihisi huko mitaani. Na hapa ndipo na shabiki wa Young Africans tutakwenda kuzungumza naye kwa ajili ya kupata mawili matatu kuhusiana na timu yake. Bwana baba, unafanya usafi nyepesi tena vipi, unaangalia mazingira ya eneo lenu? Bana hapa nilikuwa naangalia mzigo umebaki mchache. Mzigo upi tena? Si walikuja kuchimba dawa, afisa aliwaambia wachimbe dawa na wengi wamekuwa wakija kufanya usafi kwa maana ya kutoa mizigo yao huku wakiamini kwamba kupoteza dhidi ya Young Africans, kupata matokeo mabovu, kuletea wachezaji wabaya, kuletea mateka ambayo sio kweli. Wameona kwamba kumbe chanzo ni wao kuja kuchimba dawa kwenye eneo letu la uwanja wetu ambao unatarajia kujengwa hivi karibuni. Sasa nilikuwa najaribu kuangalia mzigo umebaki mchache. Tuwaambie tu kwamba uko unakagua. Kwa sababu wameanza kuja kutoa mizigo yao. Kwa kuwa wameanza kuja kutoa mizigo yao, niwaambie mashabiki wa Simba, ma-influencer wa Simba, endeleeni kuwaizia mzigo mliokuja kuacha hapa. Umebaki mchache. Okay. Yani imebaki kidogo sana. Hapa sijamuona Kisugu, mzigo wake upo hapa. Sasa hiyo mizigo naifahamu. Mandala, unaona watu wanaokuja hapa tunawaona. Okay. Taarifa tulizonazo mzee wa Saruti pasi milioni bado kuna mizigo yao. Tuwaambie tu kwamba njoni mtoe mizigo yenu ili muendelee kuwa salama. Hatuwezi kuwatolea. Nyinyi ndio mtoe mizigo yenu ili muendelee kuwa huru, safi. Sana kama watashindwa au mnataka kufanya nini? Tunahitaji wetu tuwaulize. Mnakuja kuchukua maana imebaki mchache. Wakina Kisugu, wakina KMZ Wanda, Agi Simba wote mizigo yao iko hapa. Kwa hiyo kama muwezi kuja msemo mfanyie delivery. Kama mnawafanyia delivery. Tunafanyia delivery mzigo mfike. Na hii nikwambie ndugu yangu, ilikuwa ni lazima iwe hivi kwa sababu tumedhamiria kweli kuwafundisha kwenye kila engo. Unaweza ukaona watu wanachanganyikiwa kila mmoja na wakati wake. Sasa kitu ambacho kinakuja kuwachanganya zaidi ni huyu mchezaji ambaye anakwenda kutambulishwa kesho KMC Complex. Bwana wewe za ndani umezipata au na wewe kama mimi mweupe? Maana mnatuchanganya. Taarifa nilizozipata, unajua GSM ana sifa sana. Mara baada ya kusikia wao wametangaza kwamba kuna X Factor. Sasa na watu walikuwa wanachanga hivi. Sasa wao wanataka kuwaonyesha wakati nyinyi mnachangishana hiyo 5,500 mpaka mje mfike kwamba pesa iko benki na nyingine mnachangishana. Serikali fedha zake ziko kwenye mfuko wa shati. Taarifa nilizonazo baada ya kusikia wanachangishana X Factor, yeye ameamua kutoa fedha na yeye ameleta mchezaji huwezi kuamini, jana usiku. Hizo unanipa za ndani. Ndio nakupa, jana usiku watu wako chimbo huko wanamfuatilia, water player wa Afrika, mchezaji bora la Afrika ambalo wote tunakwenda kuchangazwa siku ya hapo kesho. Unaambia yule mchezaji dili limekamilika mchana wa leo. Huyo mchezaji. Yaani dili limekamilika mchana wa leo. Hapa nakwambia tunaumiza vichwa. Nani huyo? Wewe mwenyewe umjui Kizinga. Mimi nakwambia nimejaribu kufuatilia. Wewe ukihisi sasa ukipiga zile ramli zako zile. Wanakwambia katika wale wachezaji 3 bora barani Afrika na yeye yumo. Mtu ataje wachezaji 3 bora. Wachezaji 3 bora Afrika. Mchezaji bora wa Afrika MVP alikuwa nani? Bana wao sijui wakatuletea yule nani wa Mamelodi anaitwa nani yule? Nani yule bwana mwamba mmoja hatari jezi namba 10 ile iliondoka ile. Ana goli lake bwana, nimesikia taarifa hizo kwamba huyu mwamba huyu ana goli lake kwenye michuano ya Club World
amecheza na kina Selemani Mwalimu kule Club World, miongoni mwa zile timu bora za Afrika zilizoenda kucheza vilabu bora vya dunia, na yeye yumo mule alicheza. Huyo wa kwanza, wa pili. Sasa na wasiwasi usije akatuletea Masei Yende. Anaitwa nani? Kuna Masei Yende kutoka pale kwa Ghana hudumu pale Mamelodi Sundowns. Kuna yule mwingine jezi namba 10 sio anaitwa nani yule pale. Bwana wale watu hatari. Kwa hiyo tuvute subira kesho. Tuambie tu wana Yanga. Kesho sio siku ya kukaa nyumbani. Acha hata kazi, omba ruhusa. Kesho si Jumamosi. Kesho Jumamosi muda wa kazi si mwisho saa ngapi? Mchana tu saa 6 saa 7 unaondoka. Chukua bebe yako twende tukutane KMC. Tamasha litakuwa kubwa, mimi nakuhakikishia tutakwenda kufanya balaa. Wote macho kwenye video, macho kwenye TV, macho kwenye video. Kesho tunakwenda mnaipiga tena. Kesho tunakwenda kutambulishwa na nimeambiwa ni utambulisho ambao kama umewahi kufuatilia umewahi kufuatilia timu kubwa za barani Ulaya, utambulisho wanaofanya na Young Africans itakuwa kwanza kabisa barani Afrika kufanya utambulisho mkubwa kama wanavyofanya Ulaya. Bwana mmeweka na kiingilio wananchi. Yes. Kama sio shida zenu. Kiingilio kile kidogo. Injinia ana huruma sana. Kwa taarifa ya mchezaji ambao nimepata katika wale wachezaji watatu bora barani Afrika na kumwangalia mchezaji bora barani Afrika kwa shilingi 2,000. Tunakwenda kupata mchezaji kwa shilingi 2,000. Ni kiwango kidogo sana. Injinia kwa sababu ya huruma na mapenzi yake tu. Lakini ilitakiwa kuwa takriban 10,000. Yes. Kwa hiyo tumeamua kabisa 2,000 kabisa. Kwa Simba mnakaribishwa kuja kumwangalia. Yes. Niwaombe tu mashabiki wa Simba, Kisugu, Mikoi, Mandala, Mzee wa Saruti na wengineo. Kesho njoni na nyinyi muungane na sisi katika kuambia ukikosa furaha ndani kwako, ungana na jirani yako kama furaha ipo. Uende ukaangalie. Tuwakaribishe. Sio tu mnajazana huko mnakuja kwenye uwanja wetu hapa maeneo. Mnakuja kushusha mizigo, kutoa mizigo. Tuungane hata KMC pale. Bwana Kizinga, ligi ndio imeanza na kesho mna mechi dhidi ya Namungo. Na kuna namna kama kikosi chenu kinaonekana tayari kipo kamili. Lakini nyinyi bado mnaendelea kushusha vyuma. Na lengo gani hasa? Lengo la Young Africans, kwa hiyo tunaanza ligi kesho. Na tumeanza vizuri kwa sababu ya ngao ya jamii tumeichukua. Kile kichwa mpaka sasa hivi nasikia kinajadiliwa barani Ulaya. Kichwa alichopiga Albert Kangwanda. Imekuwa mjadala sana miongoni mwa vichwa vyenye akili duniani. Katika wanaume wenye vichwa vyenye akili duniani ameongezeka na Albert Kangwanda. Kichwa chake kimeonekana ni akili sana. Tumeanza vizuri. Tunakwenda kucheza na Namungo. Viongozi wameona bado kuna haja ya kuongeza tena mtu mwingine. Dhamira ya injinia ni nini? Dhamira ya GSM ni nini? Dhamira ya Young Africans ni nini? Dhamira yetu sisi ni kuhakikisha msimu uliomalizika katika michuano ya klabu bingwa barani Afrika, nafasi tulioishia sisi haikuwa sehemu ya malengo yetu. Tuliona FAR Rabat ni timu ambayo ilikuwa ipewi kipaumbele sana kwenda kufika ilikofika. Nafasi ile ya FAR Rabat ilikuwa ni Young Africans. Tumeangalia ili ufike alikofika FAR Rabat ambaye alikuwa na timu mbovu kuliko sisi, lazima uongeze mawata player, lazima ufanye usajili mzuri. Kwa hiyo wachezaji ambao tumeongeza ni wachezaji wa kwenda kufika mpaka level ya finali, level ya nusu finali. Na tukishafika wote huko, maana yake Young Africans tunakwenda kulibeba kombe la klabu bingwa barani Afrika na kulileta kwenye ardhi ya Mama Samia Suluhu Hassan Kizimkazi. Hapa tunakuja kuifikisha. Bwana, kuna namna nilikusikia leo kama unajiita Dumbia. Unamsema? Ndio. Unamsema. Nilijitambulisha leo rasmi. Kwamba wale ambao wananifahamu sasa naomba mnite Kapteni Kizinga Dumbia. Mimi ni Dumbia niliyechangamka, Dumbia. Steka la boli. Kama watu wanamkatia tamaa. Dumbia. Dumbia. Kwa watu ambao hawajui mpira watasema ni striker mbovu. Ni yule Dumbia mmoja. Dumbia mmoja. Yaani pale Dumbia mmoja. Unaweza ukaangalia wale masteka Mayele yule. Yaani ukimwangalia vizuri Dumbia na Mayele, yaani Dumbia ni bora kuliko Mayele. Dumbia huyu. Simba. Yaani ni wata striker, wata shambuliaji. Hiyo inatoka moyo unacheka. Moyoni Dumbia. Bora Dumbia huyu. Dumbia. Bwana, wewe unacheka unachanganya. Mimi ukiniwekea Dumbia na Mayele, wewe naondoka na Dumbia. Kuna kitu kingine mimi nataka nikwambie. Mimi nikimwangalia vizuri Engineer Hersi, nimuombe tu apunguze. Kwa nini? Kuna tukio limeonekana kocha wa Simba akimwangalia jicho baya sana Engineer Hersi. Linaitwaje? Langu jicho. Lile jicho langu jicho linaitwa jicho la namna gani? Wewe sio mtu mzuri. Unichukulia sele wangu. Na unaongea na chama tena hapo.
Sije kambeba, angalia jicho hivi. Anataka kocha amekuwa na wasiwasi sasa hivi. Kocha wa Simba kila akimuona Hersi mzuri. Usio? Kwa hiyo bwana lazima itambulike kwamba Hersi bwana ndio kama yule mwamba yule anayechukua wachezaji anaitwa nani huko? Haya, anaitwa Mendes. Hersi ni Mendes. Mchezaji wote akimuona yeye akilikute kwa sababu ni mchezaji ambaye hatumjui. Usikute katika mazungumzo ya Engineer Hersi pale na wale wachezaji wa Simba. Kuta kapitia mtu mwingine. Sasa haijulikani si Mendes. Na Mendes nikwambie, Ulaya Mendes akimpenda mchezaji wote ni simu moja tu. Umeondoka. Bwana Kizinga, tusubiri kesho, nikushukuru sana. Asante sana, tukutane KMC. Dumbia.